Nje ya simu, tueleze labda matukio ya hapo jana. Labda kwa muktadha huo, nataka nimpishe mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Nakuru naye tuchoree taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo katika kaunti ya Nakuru. Wakazi au viongozi wa eneo hili wanasema nini kuhusiana na janga la ufisadi ambalo limeendelea kuathiri uongozi wa ugatuzi? Chichi Josephine, hujambo, good morning. Wanasema nini huko kuhusiana na janga hili la ufisadi ambalo wanasema kwamba limekuwa likiathiri ufanikishaji wa serikali ya ugatuzi tangu ulipochukua usukani mwaka 2013. Chichi, usukani kwako. Roga, licha ya ujio wa ugatuzi, elewa kwamba na pia licha ya EACC ama tume ya kukabiliana na ufisadi kuwepo, bado ufisadi umekuwa donda sugu hususan katika maeneo yote ya taifa la Kenya. Lakini zaidi ya yote kutoka kaunti ya Nakuru, wananchi wamezidi kulalama kuhusiana na ufisadi ambao umekithiri kutoka kaunti hii. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, nitakuwa nikiwahusisha wakazi wa kaunti hii waweze kunieleza wanahisi vipi kuhusiana na hali ya ufisadi na hali ambapo viongozi wanawajibika vipi kuhusiana na vile ambavyo wanahitaji kuwajibikia ama kufanyia kazi wananchi wa kaunti ya Nakuru. Na hivyo basi, hapo awali tukaweza kuona wengi wakilalama kwamba katika nafasi ya kuwapa ajira wakazi wa kaunti ya Nakuru kumekuweko tuna ufisadi. Lakini sitazungumza mengi, maana tuna wakazi ambao watajizungumzia na waseme wameona kudhihirika kwa ufisadi katika kaunti hii kunakaa vipi. Bwana Shadi, tuzungumzie kuhusiana na ufisadi na hususan katika kaunti ya Nakuru. Kufikia sasa unaona vipi, kutoka wapi kama kaunti wakati ambapo tunazungumzia swala la ufisadi labda? Okay, kama mkazi wa Nakuru, kwa majina naitwa Shadrack. Kama mkazi wa Nakuru, kuanzia administration ambayo iko ingie katika ofisi, hakuna kitu ambacho kimefanya. Mara nyingi unasikia hii imeporwa, mara hospitali wamepora nini, kuna hii hospitali ya Home Memorial hii unasikia wanapora, unasikia kuna miradi ambazo tulikuwa na Governor Lee, the former governor, alianza miradi kubwa hapa Nakuru, alikuwa anatengeneza Nakuru vizuri. Lakini kuanzia Bwana Lee atoke, huyu mwenye yuko sasa hivi ambaye ni Susan Kihika, hakuna kitu ambacho kimefanyika Nakuru, hakuna any project ambayo imefanyika Nakuru, hakuna kitu ambacho, kile ambacho tunasikia tu ni kwa county assembly watu wanapigana kwa sababu wana nguvu, huyu anataka hii, huyu anataka hii, hujatupatia hii. So unapata kama county ya Nakuru hakuna kitu ambacho kimetendeka. Kwa nafasi ya ajira unahisi vipi? Kuna wale wamelalama kwamba ndio upate ajira na mahali fulani unahitaji kutoa hongo. Je, umeweza kukumbana na hilo? Hiyo kitu iko na sio mara ya kwanza. Wewe ndio upate kazi mahali, lazima kuna mtu akukushika mkono ili upate kazi kwa ofisi ya county. Wacha hata ofisi ya county, hata kama kutakuwa kazi ya kufagia mitaro, lazima ujuane na mtu ndio upate hiyo kazi. So mambo na kupatiana, mambo na kuhongana ama kufanya corruption ndio upate kazi, kaunti ya Nakuru imejaa na iko sana. Gavana Susan Kihika labda anafeli vipi kuweza kuhakikisha kwamba ufisadi unaondolewa kwenye kaunti? Kwanza Gavana Kihika hakuna ufisadi anaweza maliza, kwa sababu yeye mwenyewe hapatikani. Mimi mara ya mwisho kumuona Gavana Kihika kaunti ya Nakuru, sijui ilikuwa hata ni mwaka gani. Nimekaa muda, mimi nasikia mara ameenda sijui maternity leave, sijui ameenda wapi. So mimi sina uhakika kwamba Gavana Kihika anaweza maliza ufisadi kaunti ya Nakuru. Sidhani kama anaweza maliza unless tupate governor ambaye alikuwa kama Lee, ama kama itawezekana Kinuthia arudishwe. Wale ambao labda wanapatikana na ufisadi, unahisi tume ya EACC imewajibika kutosha katika kuhakikisha kwamba wanawaleta ama wanawakamata? Hiyo ACC nayo ndio hakora zaidi, kwa sababu unashika mtu ameiba milioni 5. ACC atapatoa milioni 1 awachilie mfisadi. So hakuna vile ambavyo ACC itamaliza ufisadi kaunti ya Nakuru. Sidhani kama watamaliza because hata wenyewe ni wafisadi. Sidhani kama watamaliza. Shukrani sana Bwana Benson. Tuzungumze, je, unahisi kana kwamba kaunti ya Nakuru tuko kwenye nafasi bora zaidi katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana na ufisadi ama vipi?
Wacha niseme ya kwamba tumekuwa tangu ugatuzi ianze katika kaunti yetu ya Nakuru, tumekuwa na changamoto mingi sana pale kwa masuala ya mipango ambayo tumekuwa tukipanga. Unakuta kwa tukienda katika masuala ya bajeti tunapanga mipango, lakini tukimaliza mwaka tunakuta ya kwamba hakuna kitu kimefanyika. Lakini bado tukienda kwa mambo ya pesa unakuta pesa zililipwa. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba kuna mambo ambayo tuelewi, je, kuna kampuni zinalipwa ambazo hazifanyi kazi, ama je kunaendelea namna gani kwa masuala ya ufisadi. Number 2, hii shirika ya EACC imetufeli sisi kama watu wa Nakuru, kwa sababu mpaka saa hizi hatujaona mtu mmoja amekamatwa amepelekwa kotini ya kwamba ati huyu mtu amechukuliwa hatua kwa sababu huyu mtu ameiba kitu fulani ama fulani. Tumekuwa tukiona tu ni story za hapa na pale. Mpaka saa hizi ndio unaona mpaka wale maafisa wa kaunti wengi wao wamekuwa ni watu ambao wanafanya ufisadi peupe mchana peupe. Namba 2, tukiangalia hata kama ni kuandika kazi, wale watu wameandikwa kazi, hatujui watu waliandikwa kazi namna gani. Sisi Public Service Board yetu imekuwa ni ya ufisadi, kwa sababu sisi hata wale watoto wetu ambao waliapply kazi, sisi hakuna hata mtu mmoja ambaye aliweza kupatiwa kazi. Tunaweza sema mtu aliapply vizuri na akaweza kupatiwa kazi. Imekuwa tu ni ukora, wanakutana kwa mahoteli, wanatoa malisi, watu wanatiwa mabarua usiku, na hiyo ndio kitu ambacho tumekuwa tukisema katika kaunti yetu ya Nakuru ya kwamba kuna ufisadi. Ni utawala baada ya utawala, tumeona ufisadi bado unaweza kuzungumziwa, ufisadi bado unaweza kuthirika. Labda unaona ni vipi tutaweza kukabiliana na ufisadi? Maana umesema kwamba wakati fulani tumewaona wale ambao wamepatikana na makosa hawajaweza kuchukuliwa hatua. Tufanye vipi ili tuweze kukabiliana na ufisadi labda kama county? Kwanza kabisa lazima county assembly yetu ya Nakuru iamke, kwa sababu maafisa wengi hata wakati tumepeleka petitions pale ya tukisema tunaripoti mtu, kwa mfano tunasema kama zile equipment za sport zilipoibiwa, tukipeleka kule petition inachukuliwa inakaliwa, na unajua pale ndio inafaa kuwa chanzo cha kwanza. Unaitwa kwanza, unaulizwa na je, haya masuala ambayo tunaweka ni masuala ambayo inaweza ni ya ukweli ama si ukweli. MCAs wetu wametufail kwa sababu hata mpaka saa hizi hatujaona wakiindict mtu yote ama kumchukulia hatua mtu yote ambaye amehusika na ufisadi katika kaunti. Na kwanza hata hao wenyewe unakuta juzi wamepigana pale Mangumi, ni kumaanisha hata hao wenyewe wanazidi kupoteza ule umaarufu ya kuwa kwamba wanaweza chukua hatua. Namba 2, tunasema ya kwamba EACC na DCI lazima waruhusiwe waingie kwa hizo maofisi mahali popote ambapo wana suspect kuna ufisadi, washike hao wakora na wapeleke ndani. Na sasa hizi tunataka kusikia watu 2 watatu wamepelekwa kotini hata mwaka huu, kwa sababu tunajua kuna watu walianza na mguu, sasa hivi wanaenda na Prado karibu 22. Wanaweza tuambia wametoa hiyo pesa wapi? Unakuta mtu aliingia hapa na gari KAS mzee Nissan Sunny, sasa hivi huyo mtu anaenda na Mercedes S Class gari ya milioni 12. Huyu mtu ametoa pesa wapi? Na tunajua mshahara ya chief officers ni gani. Those are the corrupt people. Tunataka wachukuliwe hatua na tufanye kitu inaitwa lifestyle audit, kila mtu achukuliwe hatua. Pia tumekuwa na alama za kuweza kuchukuliwa kwa ardhi kiholela katika kaunti ya Nakuru. Je, unahisi ni kina nani hawa, na wewe unaona vipi kuhusiana na gavana wetu Susan Kihika? Je, amekuwa mstari wa kwanza katika kuhakikisha kwamba ufisadi unakabiliwa na wama vipi? Nafikiri kwa masuala ya kuprotect ardhi katika Nakuru Susan Kihika ameshindwa, kwa sababu tuko na ushahidi ya kwamba unakuta ardhi za kaunti zimechukuliwa na watu binafsi, na watu wanaanza kujinyakulia, na unaangalia katika hospitali zetu zile ambazo tuko nazo zimenyakuliwa, na hakuna mtu ambaye amekuja kushikwa. Hakuna mtu, tunajua zile public land ambazo tulikuwa tufanye miradi, Susan Kihika hakuna kitu amefanya. Na ndio unaona kitu kama Nakuru War Memorial imekuwa tu ni donda ndugu ambao wanalete kisirani, ambaye mpaka saa hizi walishindwa kuonesha hata kwa kotini ya kwamba ni yetu ya kaunti. Tungesema ya kwamba unyakuzi ambao unaendelea katika kaunti yetu ya Nakuru, mpaka saa hizi hii serikali ya Susan Kihika haijaweza kufanya forensic audit ya zile land zote tuko nazo, tujue tuko na ploti pale, tuko na pale na pale, ili kuweza kulinda. Imekuwa tu ni ukora na ile hapa na pale, na ndio unaona mali mingi ya kaunti imeweza kupotea. Na najua at the end of the day tukienda kufanya miradi tutakosa mali ya kufanya, kwa sababu ardhi ya serikali zimeenda zote. Swali la mwisho kwa sekunde za kuhesabu, nieleze iwapo ujio wa ugatuzi, maana ujio wa ugatuzi ulifaa pia kuhakikisha kwamba ufisadi unaenda chini. Ujio wa ugatuzi kulingana na wewe, unahisi kana kwamba umeongeza ufisadi ama umedidimisha ufisadi? Kwangu tulikuwa na matumaini, kwa sababu tulitamani ya kwamba tutakuwa na county zetu government, tutakuwa tukiangalia mtu binafsi, ili tunaweza kumuuliza maswali vile ambaye anafanya na anaweza kuwajibika na pesa zetu. Lakini ni kama tuliweza kugatua ufisadi, kwa sababu maafisa wengi kutoka Nairobi walikuja wakachukua viti katika county, na hao ndio wanaendelea kupora. Kwa hivyo kwangu sisi kama wana ugatuzi kwa masuala ya ufisadi, tunaona hapo hatujapata kitu chochote ambacho kinaweza kutusaidia. Shukrani sana Bwana Benson. Hivyo basi Roga, elewa kwamba ni wakazi
wakazi wa kaunti ama baadhi ya wakazi wa kaunti ya Nakuru wakizungumzia mengi kuhusiana na swala la ufisadi, na zaidi ya yote wameweza kuzungumzia kuhusiana na kaunti ya Nakuru ambapo wamesema hadi sasa hawajaweza kuona ama suluhu yoyote kwa tatizo la ufisadi, na wakaweza kusema kwamba wakati fulani ama wakati wa yule gavana ambaye alikuwepo Lee Kinyanjui hali ilikuwa shwari kidogo, lakini kwa sasa wakati wa gavana Susan Kihika ufisadi umekuwa ukipaa juu kila wakati. Hivyo basi ruhusu niangazie swala hili na nitakuwa nikizungumza na wengine labda kuweza kujua wana maoni yapi kuhusiana na swala la ufisadi, maana pia wengine wamesema tume ya EACC ama tume ya kuweza kukabiliana na ufisadi imeweza kuwa haijawajibika kutosha, maana pia wao kulingana na wao wamesema EACC pia ina ufisadi wake binafsi. Hivyo basi endeleza taarifa ama mjadala Ruga wakati ambapo nazidi kuzoa taarifa zaidi kuhusiana na swala la ufisadi. Kutoka kwangu sina la ziada, kwa niaba ya mpiga picha wangu Eliud Karanja, mimi ni Chichi Josephine, kwako Ruga. Naam, asante sana Chichi Josephine, moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru, akitupasha jinsi hali ilivyo, hisia za wakazi ambazo ni hisia mseto kuhusiana na hali ya ufisadi kwenye uongozi wa kaunti ya Nakuru. Hivi Waringo, ukiendeleza jibu lako kuhusiana na athari za ufisadi kwenye ugatuzi.